Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Oktoba 7 ya mwaka 2023 ni siku ambayo itabaki katika kumbukumbu ya raia pamoja na viongozi nchini Israeli. Ni siku ambayo kundi la wapiganaji la Hamas liliamua kufanya mashambulizi makali na kufanya mauaji pamoja na kuteka watu zaidi ya 250. Ni wakati ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu huenda lingekuwa anguko lake. Huenda ingekuwa ni kwa mara ya kwanza. Huenda anguko hili lingesababisha athari kubwa kwa Israel, na kwamba ni wakati ambapo bwana Benjamin Netanyahu alikaa chini na kutafakari. Baada ya Oktoba 7 mwaka 2023, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alifanya tathmini. Waziri mkuu huyo wa Israel akaamua kuchukua hatua. Miongoni mwa hatua ni pamoja na kuwafuta kazi baadhi ya viongozi wake wa chini, akiwemo waziri wake wa ulinzi Yoav Gallant, na ilikuwa ni Novemba 5 mwaka 2024, katika kile alichosema kwamba ni yeye kushindwa kudhibiti Hamas na kusababisha kuua watu pamoja na kuteka raia pamoja na baadhi ya wanajeshi. Waziri mkuu huyo alimfuta kazi Yoav Gallant na akamteua Israel Katz katika kumrithi na kusababisha maandamano kote nchini. Aliamini kwamba Katz ndiye atakayeweza kupambana na wapiganaji wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Katika tangazo lake, Netanyahu alisema amepoteza imani na Gallant juu ya usimamizi wa vita vya Israel huko katika ukanda wa Gaza pamoja na Lebanon. Alisema, katika kipindi cha miezi michache iliyopita uaminifu huo umepungua. Kutokana na hali hiyo, nimeamua leo kumaliza muda wa waziri wa ulinzi. Waziri mkuu wa Israel Netanyahu alisema katika taarifa iliyotolewa na ofisi yake. Lakini baada ya taarifa hiyo kukaongezeka tofauti kati ya Netanyahu na Gallant, ambapo inajulikana kwa umma katika hali isiyokuwa ya kawaida, na ilikuwa ni hali mbaya zaidi kutokana na utofauti huo. Gallant pia hakuishia tu kujiuzulu nafasi hiyo kutokana na kile kilichoelezwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, lakini pia akatoka pia hata katika bunge la Senate. Ukiachana na kujiuzulu kwa Yoav Gallant kama waziri wa ulinzi wa taifa hilo la Israel, mkuu wa majeshi naye akaamua kujiuzulu. Mkuu wa jeshi la Israel naye alifuata kwa kujiuzulu kutokana na kushindwa mnamo tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Hata hivyo, uvamizi wa Oktoba 7 mwaka 2023 haukumtoa Halev tu, lakini pia Jenerali Herzi Halev. Mkuu wa jeshi la Israel alitangaza kujiuzulu, akisema alitambua wajibu wake kwa kushindwa kwake tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, wakati kundi la wapiganaji la Palestina Hamas lilipofanya shambulio baya dhidi ya nchi hiyo iliyoanzisha vita vya Gaza. Katika barua kwa waziri wa ulinzi, Lieutenant Jenerali Herzi Halev alikiri kuwa jeshi la ulinzi la Israel IDF limeshindwa katika dhamira yake ya kuwalinda raia wa Israel. Wajibu wangu kwa kushindwa vibaya hunisindikiza kila siku, kila saa, na itakuwa hivyo kwa maisha yangu yote, aliongeza bwana Halev. Lakini Halev akaongeza kusema kwamba moja kati ya mambo ambayo yalifanyika ni kutokana na uzembe wa jeshi, lakini pia akisema uzembe huo ulipaswa kuchunguzwa hata katika ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi mkuu, lakini pia jinsi gani watu wa intelijensia walisababisha kutekwa kwa nchi yao, ambapo wapiganaji wa Hamas waliingia kabisa ndani mwa Israel. Muda mfupi baadaye, mkuu wa kamandi ya kusini ya IDF Meja Jenerali Yaron Filkelman pia akatangaza kujiuzulu, akisema alikuwa ameshindwa katika wajibu wake wa kulinda eneo la Negev Magharibi na wakazi wake wapendwa mashujaa. Kujiuzulu kwao kunakuja baada ya kuanza kwa makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa kwa mateka, ambapo walikubaliana Hamas na Israel, na kwamba ni katika kuhakikisha amani inakuwepo katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, ambalo ni kutokana pia na mashinikizo yaliyotolewa na viongozi wa mataifa ya Magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani. Lakini baada ya kuondoka madarakani kwa viongozi hao, alifuata pia msemaji wa utawala wa Israel. Siku ya Jumatatu, msemaji wa jeshi la Israel naye ametangaza kujiuzulu.
Wakati utawala wa kujiuzulu wa makamanda wakuu wa jeshi la Israel ukiendelea, vyombo vya habari vya utawala wa Israel vinaripoti kuwa msemaji wa jeshi la utawala huo Daniel Hagari naye pia amejiuzulu. Kujiuzulu kwake kulifanyika siku ya Ijumaa, lakini taarifa zilikuja kufahamika siku ya Jumapili. Hali hii pia inasababisha baadhi ya viongozi nchini humo kutokuwa na imani zaidi na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kwamba viongozi hao ambao wanaonekana walikuwa ni waadilifu walipambana kwa njia zote, lakini pia katika kipindi hiki ni nguvu kubwa waliokuwa nayo wapiganaji wa Hamas, lakini pia na makundi mengine ambayo yamesababisha Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuamua kuwaondoa mamlakani viongozi hao waliojiuzulu, lakini pia ni katika hofu ya kuanguka kwake. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.